Umepata kitu cha thamani kuliko gari. Umepata kitu cha thamani kuliko maana gari halitayazuilia mapepo, lakini Roho Mtakatifu atakuzuilia mapepo. Gari halitakufanya wewe kuitwa mwana wa Mungu, lakini Roho Mtakatifu atakufanya wewe kuitwa mwana wa Mungu. Ni kitu cha thamani. Tamani ya Roho Mtakatifu. Tamani mpate Roho Mtakatifu. Na inawezekana. Haleluya. Naomba usimame mahali pale. Nimefungua moyo wako kwa ajili ya semina. Nimefungua moyo wako kwa ajili ya semina. Ni shauku yangu katika semina hii kuwe na utembeleo wa Roho Mtakatifu katika siku hizi 3 ambazo zimebaki mbele yetu. Zitakuwa ni siku za utembeleo mkubwa wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, na tutaona watu wanavyofunguliwa, na tutaona watu wanavyojazwa Roho Mtakatifu, na tutaona watu wanavyonena kwa lugha, na tutaona ishara na miujiza ikitendeka mahali hapa, maana Roho Mtakatifu atakuwa kitawala. Roho Mtakatifu atakuwa kazini kwa wale walio tayari kwa ajili ya kumpokea. Tutamwona Roho Mtakatifu akitenda. Tumwabudu Bwana jioni hii. Kwa ajili ya kujiweka wakfu, kwa ajili ya utembeleo. Nataka kujiweka wakfu kwa ajili ya utembeleo usio wa kawaida katika siku hizi 3 zilizobaki. Sola mashara
kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo ni jioni muhimu kwa ajili yako. Inawezekana wewe mwenyewe ni shahidi wa maisha yako na unatamani kutengeneza moyo wako na Bwana. Leo ni jioni kwa ajili ya matengenezo. Kwa tunapoendelea kumwabudu Bwana, utakuwa unakimbilia madhabahu kwa ajili ya upatanisho wako na moyo wako na Mungu. Tuendelee kumwabudu Bwana. Ajili ya wewe kutengeneza moyo wako na Mungu. Roho wa Bwana yuko hapa. Na Mungu wako anayajua maisha yako. Mungu wako anajua maisha yako. Nakuita utengeneze. Sijawahi kukuona wala hujawahi kuniona, lakini Bwana alinipa neno nizungumze na moyo wangu. Ungekuwa na wengi wa kuja kusema nao, lakini Bwana amenitoa tano nije nizungumze nawe kwa lugha ya upole na kwa lugha ya ualimu. Roho Mtakatifu anakujua vyema na anaujua moyo wako, na amedhamiria akupe Roho Mtakatifu, lakini hutaweza kumpokea Roho Mtakatifu ikiwa moyo wako hujautengeneza, moyo wako hujautakasa. Na ndio maana anakualika jioni ya leo kwa ajili ya kutengeneza moyo wako. Haleluya, haleluya. Basi naomba wewe ambaye umefika madhabahuni kwa Bwana, nyosha tu mikono yako, sema maneno haya: Bwana Yesu, mimi nakushukuru maana umeujua moyo wangu,
na umeona maisha yako, naomba unisamehe katika kile nilichokifanya mbele zako. Naomba usamehe uovu wangu, nisamehe dhambi yangu, maana nimekuja mbele zako nami nanyenyekea. Wewe ndiye Bwana wangu, Mungu wa wokovu wangu. Naomba unisamehe, naomba unisamehe. Ninatubu mbele zako. Safisha moyo wangu, yatakase maisha yangu, nioshe kwa damu. Nipo tayari kukutii, kukutii, kukutii na kukuabudu. Naomba mchungaji uweze kuenda kumwekea na unahitaji maombezi kwa ajili ya afya yako, unahitaji maombezi kwa ajili ya mwili wako, sio kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Maombezi kwa ajili ya afya. Ninaomba ujiendelee. Nataka kabla sijatoka madhabahuni, kaombe na mtu ambaye anahitaji maombezi kwa ajili ya afya. Shende makari